Aya, wujubul ghusl ba'da al-jima', wajibu wa kuoga baada ya jimaa. Sasa hii ni adabu ya wajibu. Wujubul ghusl ba'da al-jima', wajibu wa kuoga baada ya jimaa. Fa idha ata ar-rajulu ahlahu, mwanaume akishamuingilia mke wake, wajaba alayhi wa alaiha, wamewajibika juu yake mwanaume na juu yake mwanamke. Hapa sasa wote al-ghuslu, kuoga, sawaun hasala inzalun lilmani, sawa sawa pametokea kutoka na mani, sawaun sawa sawa au ni mamoja, hasala inzalun lilmani, pametokea kitendo cha kutoka mani, am lam yahsul, au hapajatokea hicho kitendo cha kutoka na mani. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الله مسمى إذا مس الختان الختانة، إذا مس الختان الختانة، kitakapogusa kitahiriwa kimoja kugusa kitahiriwa kingine. Umeelewa? Na hii ni dalili kwamba mwanamke pia anafanya ni jaiz kumtahiri. Ni dalili inaonyesha kwamba mwanamke ni jaiz kumtahiri, au nisema ni sunna kumtahiri. Mwanaume ni nini? Ni wajibu. Al-khitan wajibun lin-nisa lirijali wa mustahabun lin-nisa, ni jambo la wajibu kwa wanaume na ni jambo la sunna kwa wanawake. Kwa nini ni wajibu kwa wanaume? Ni wajibu kwa wanaume kwa sababu bila kutahiriwa mwanamume basi ni sababu kufanya kutoweza kujiepusha na najis. طيب, وفي riwaya, na katika riwaya nyingine, idha iltaqa alkhitanan, vitakapokutana vitahiriwa viwili, ni tupo mwanamume au tupo mwanamke, faqad wajaba alghuslu, kwa hakika pamewajibika kuoga baina hao wanandoa wawili. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, wa in lam yanzil, hata kama hajatoa manii, hata kama hajafanya inzal, hajatokwa na maniyun. Rawahu Muslim, hadithi imepokea Muslim. Wa masul khitanu alkhitana, wa masul khitanu au wa masul khitani alkhitani, na kugusa kitahiriwa kimoja kugusa kitahiriwa kingine, huwa ilaju hashafatu, huwa ilaju hashafati dhakari, ni kile kitendo cha kuingiza kile kichwa cha dhakari fil farji, katika utupu wa mwanamke. Walaysa mujarradul mulamasa, na si kule kugusa tu peke yake basi. Kama kichwa cha dhakari kitagusa tu ule utupu pasi na kuingia ndani, hapo hatusemi kwamba mtu anatakiwa kaoge. Sasa kuna baadhi ya watu wameambia tukaoge, unatakiwa uoge hapo. La, hiyo ni adabu. Naam, subhanallah, naona kazi eti kwa sababu gani anatakiwa umemgusa. Subhana. Haya, ightisalu az-zawjayn ma'a, kwa hapa hiyo ightisalu az-zawjayn ma'a, hiyo ni adabu ya mustahab. Basi hii tulisoma ni adabu ya nini? Ya wajibu. Ile alwudhu baina al-jima'in ni adabu ya nini? Mustahab. Ad-du'a ni adabu ya nini? Mustahab. Rak'atayn zile ambazo tumesema ni mustahab. Mulatafa mustahab. As-salam mustahab. Kwa hiyo hapa ni tunasoma adabu ya kwanza ambayo ni ya wajibu. Tumesoma adabu ya kwanza ambayo ni ya wajibu, alwudhu yani alghuslu ba'da aljimaa. Hiyo ndio adabu ya wajibu, hiyo ndio adabu ya wajibu. Faqad wajaba alghusl. طيب, ightisalu az-zawjayn ma'a, kuoga wanandoa wawili pamoja, hiyo ni adabu ya mustahab. Wa yajuzu lahuma, na pana juzu kwa wao, an yaghtasila ma'a, kuoga pamoja, fi makani wahid, katika sehemu moja, walau raa minha wa ra'at minhu, hata kama mwanaume ataona utupu mwanamke na mwanamke akaona utupu mwanaume. Wa fihi ahadith, na ndani ya hilo kuna hadithi zilizopokelewa
Leo hii watu kama walioga kusikia kuona siku ya kwanza ndio basi, endelezeni sasa. Unaoga wewe na mkeo, hiyo ni jambo endelevu, kwa sababu haya tumewekewa haya na ili yawe endelevu, si kwamba unayafanya tu ile siku ya kumooa basi kama mmeshilizia bla, bali anatakiwa yaendelezwe. Al-awwal, hadithi ya kwanza, ana Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa naoga mimi na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu yake, min ina'in, kutokana chombo kimoja, baini wa bainahu wahid, baina yangu mimi na yeye kwa kutumia chombo kimoja. Yani kuntu aghtasilu, nilikuwa naoga ana wa rasulullah, mimi na pamoja na mtume wa Allah, min ina'in wahidin baini wa bainahu, nitakiwa hiyo sawa. Kwa maana min ina'in baini wa bainahu wahid, kutokana na chombo kimoja baina yangu mimi na yeye. Takhtalifu aidina fi, ikawa inapishana mikono yetu ndani ya hicho chombo, mimi naingiza yeye anaingiza. Fayubadiruni hatta aqul, ikawa ananiwahi mimi mtume kuchota maji, hatta aqula, mpaka ninasema da'li, niache mimi. Qalat, akasema wahuma junubani, hali yakuwa ni janaba wawili. Rawahu al-Bukhari. Mpaka anacheza pale, chukua maji anamsha huyu, chukua maji anamsha huyu, anacheza hivi, mambo ambayo hayamu katika ndoa leo hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anacheza na mkeo wakati anaoga, mpaka Aisha anasema da'li, niache mimi, niache. Wewe unaingiza chota maji na unaingiza chota maji, raha hadi wakati wa kuoga. Allahu musta'an. Sasa je, tunao wanawake wa sampuli hiyo wa kufanya nayo hao? Lakini maana inabidi wafundishwe pia, kwa sababu wanaume wenyewe pia hawapo, kwa sababu ni wajinga, hawajui haya, kwa sababu man jahila shay'an hata kikuwa mjinga na kitu fulani ukifanyia tu wadu, faqidu shay la yuti, sawa. Asena kitu hana cha kutoa, asenacho la yuti, hatoi. An Muawiya bin Haida qala, amesema qultu ya Rasulullah, kasema mtume wa Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar, nyuchi zetu sisi ma na'ti minha ni nini tukiende, wa ma nadhar, na nini tukiacha. Qala ihfadh auratak, uhifadhi utupu wako, illa min zawjatik, isipokuwa kwa mkeo. Auratuna, vipi kuhusu nyuchi zetu hizi, vipi kuhusu uchi wetu au nyuchi zetu sisi wanaume. Ma na'ti minha, nini katika nyuchi zetu, ma na'ti minha, nini tutakionesha. Wama nadhar, au nini tutaki. Tayib, ma na'ti minha, nini tutakionesha. Wama nadhar, ma na'ti minha, nini tutakijia. Hiyo ni tarjama yake sawa sawa. Ma na'ti wama nadhar, nini tutakijia. Wama nadhar, na nini tutakiacha. Ma na'ti minha wama nadhar, nini tuta. Ashurah wanasema kwamba ma na'ti minha wama nadhar, ay ma yajuzu lana an nudhhirahu, nini kinafaa kutusi kukidhihirisha katika hizo nyuchi zetu. Ma yajuzu lana an nudhhirahu, ni nini kinafaa kukidhihirisha katika nyuchi zetu. Wama nadhar, na nini hakifai kukidhihirisha. Wama nadhar, na nini tutakiacha, nini tutaacha kudhihirisha, ni nini tutadhihirisha na nini tutaacha kudhihirisha. Hiyo ndio maana hayo maneno. Ma na'ti minha, ni nini ambacho kinafaa kukidhihirisha.
wama nadhar, na nini ambacho hakifai kudhihirisha kutoka nyuchi zetu. Qala, akasema ihfadh auratak, uhifadhi uchi wako, illa min zawjatik, isipokuwa kwa mkeo, au ma malakat yaminu, au yule ambaye umemmiliki mkono wako wa kuume, mtumwa. Qala, akasema qultu, nikasema mimi, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, idha kana alqawmu ba'dhuhum fi ba'd, vipi watu watakapokuwa wao kwa wao? Qala, akasema in istata'ta, ikiwa umeweza, kwa hiyo iliposema illa min zawjatik, isipokuwa kwa mkeo, maana yake ni jaiz mkeo akaona uchi wako na wewe ukauona uchi wake. Na baadhi ya watu wanasambaza kuona uchi wa mkeo ni haramu. Subhanallah. Na hadithi anasoma, lakini hadithi yenyewe ni makdhuba, si hadithi ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume. Anasema ni haramu kuangalia uchi wa mkeo. Ni wengine wanathibitisha kabisa, ukiangalia uchi wa mkeo basi utapata nini kwenye macho? Allah musta'an. Kwa hiyo hizi ni waham hizo ni waham, ni mambo ambayo hayajathibiti katika sunna. Tayib, kwa hiyo akasema, unaonaje wewe mtume wa Allah, idha kana alqawmu ba'dhuhum fi ba'd, utakapokuwa watu wamechanganyika, wako baadhi ya watu pia wengine wamechanganyika tu, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, je, inafaa nini tukifanya? Tuchunge katika nyuchi zetu sisi kwa muda huo. Sawa, ikawa hatuwezi sasa kustiri nyuchi zetu katika kipindi hicho, ikawa hatuwezi kustiri nyuchi zetu katika kipindi hicho, nini tukifanya? in istata'ta alla yariyannaha ahadun fala yariyannaha. Tumesema ikiwa utaweza utauona uchi wako yeyote yule, basi na asiuone uchi wako yeyote yule, akijitahidi kadiri vile itakavyowezekana. Faqultu ya Rasulullah, idha kana ahaduna khaliyan, yatakapokuwa yuko peke yake, je? Qala Allahu ahaqqu an yustahya minhu, Allah ana haki zaidi ya kuonewa haya minan nas, kuliko watu. Allahu musta'an. Naona hatari kwamba sisi leo hii unaona aibu kumuonesha uchi wako mwanawe mwenzako au mtu ambaye yuko mbele yako, lakini ukiwa peke yako unajiachia tu, lakini Allah anakuona uoni haya. Allah ndiye ana haki ya kumuonea haya zaidi kuliko hao watu, hao ashabu as-sunan. Kila sehemu yupo. Allahu musta'an. Na ndio maana katika adabu aljima'i, ahlul ilm wanapataja adabu aljima'i, msifanye jima'i mkiwa uchi, yani mkiwa wote mko tu tupu tu, jistirini hata kwa shuka mnapofanya jima'i. Katika adabu aljima'i najistiri hapo mnafanya jima'i, sio wote mko kama mliozaliwa, inakuwa Allah na waoneni, hamuoni haya. Tayib, haya, lakini sio wajibu, inapendeza, ni sunna. Tayib, alafu baada hapa akasemaje? Tawaddu'ul junubi